Tugeukie sasa katika kile kipengele cha mjadala wa siku ya leo ambapo swali la mjadala leo linauliza, je, Simba Sports Club usajili mpya umefanya kazi? Tuangalie sasa mjadala huu mkubwa wa Msimbazi kuelekea katika msimu wa mwaka 2026-2027. Ni miongoni mwa mijadala mikubwa kwa mashabiki wa soka Tanzania kwa sasa. Miongoni ni pamoja na Simba Sports Club imejenga kikosi cha kutosha kuiondoa Yanga kwenye kilele cha soka Tanzania. Hilo ni swali la kujiuliza. Baada ya msimu uliopita ambao Simba ilimaliza ikiwa nyuma ya Yanga kwenye mbio za ubingwa wa ligi, uongozi wa Msimbazi uliingia sokoni kwa lengo la kubadilisha sura ya timu na kuongeza ushindani. Simba imefanya usajili kadhaa ikiwemo kuongeza wachezaji wa kimataifa na kuachana na baadhi ya waliokuwa hawapo kwenye mipango ya kocha. Simba imebadili nini kwenye kikosi? Kwanza ni kuongeza ubunifu wa ushambuliaji. Moja ya maeneo ambayo Simba ilikuwa ikikosolewa ni uwezo wa kutengeneza na kumaliza nafasi muhimu. Tukiangalia usajili wa Kaleso Magalwa umepewa uzito mkubwa kwa sababu ni mchezaji mwenye uwezo wa kucheza pembeni, kutoa pasi za mwisho na kuongeza kasi kwenye mashambulizi. Huyu ni Kaleso ambaye ni mshambuliaji ambaye alisajiliwa na Simba siku za hivi karibuni. Simba ilifanikiwa kumpata baada ya ushindani wa usajili uliokuwa ukihusishwa pia na Yanga. Wao wakamuwahi Kaleso. Kwa hiyo wanaamini kwamba mambo yatakuwa mazuri, lakini hoja ya mashabiki inakuwa kwamba Simba sasa ina wachezaji wazuri. Wanaoweza kufunga mechi ngumu, na majina mazuri sokoni hayatoshi. Tunataka mabao na mataji. Mashabiki ndio wanataka mambo hayo hapo, mabao na mataji. Wao majina makubwa tu peke yake haitoshi. Tukiangalia upande wa kiungo, je, Simba imepata uwiano? Simba imeongeza nguvu kwenye eneo la kiungo kwa kumsajili Kelvin Nation. Imeongeza uwiano kwa kumsajili Kelvin Nation ambaye anatarajiwa kuongeza nguvu kwenye kiungo cha kati na eneo la ulinzi. Hili ni eneo muhimu kwa sababu katika soka la kisasa kiungo ndiye anayebeba kasi ya mchezo. Anaamua timu itatawala mpira au itacheza kwa kusubiri, na anasaidia kuzuia mashambulizi ya mpinzani. Kwa hiyo swali hapo linakuja, je, Nation anaweza kuwa kiungo cha mechi kubwa dhidi ya Yanga, Azam na timu za CAF? Anaweza? Ni swali ambalo linakuja hapo baada ya yeye kupata nafasi ya kuweza kusajiliwa na klabu ya Simba. Tukiangalia katika kipengele kingine hapa, Simba imefanya usajili wa majina au mahitaji? Simba ni majina au ni mahitaji? Sawa. Tuangalie hapa ndipo mjadala unapokuwa mkali. Unapokuwa mkali zaidi, kwamba Simba imeangalia majina au inaangalia uhitaji, kwa sababu kuna wengine wanasema kwamba wanaangalia majina makubwa. Ikiwa huyu ana jina kubwa basi wanamchukua, lakini ukija katika mahitaji wanaona huyu mtu mbona ni kama hafiti, ana jina kubwa lakini kwenye hiyo nafasi aliyopewa tunaona kabisa hafiti kwenye hiyo nafasi. Wanaosema Simba imefanya vizuri, wao wanasema imeleta wachezaji wenye uzoefu wa kimataifa na imeongeza ushindani ndani ya kikosi, na vilevile imeonyesha dhamira ya kurejea kileleni.
Usajili wa Ibrahim Jabbar na Mkgalwa umeonekana kama sehemu ya mpango wa kocha Steve Barker katika kujenga timu yenye uwezo wa kushindania mataji ya ndani na Afrika. Wanaokosoa wanasema baadhi ya mashabiki wanahoja kwamba Simba imekuwa ikifanya usajili mkubwa kila msimu, lakini changamoto imekuwa ni kuunganisha timu. Na wachezaji wapya wanahitaji muda kuzoea presha ya Kariakoo Derby, na kikosi kizuri karatasi si lazima iwe timu bora uwanjani. Kwa hiyo bwana, hawa wanaosema kwamba wanaokosoa usajili ambao umefanyika wanasema kikosi kizuri si lazima kiwe na timu bora uwanjani. Sawa, tukiachana na wachezaji, uamuzi ni sahihi au ni hatari? Bariki anasema dada nakubali na kutakia mchana mwema. Asante sana Bariki kwa ujumbe wako. Okay, Simba ilitangaza kuachana na wachezaji kadhaa ikiwemo Joshua Mutale, Chamou Karaboe, Nabi Kamara na wengine kama sehemu ya kusafisha kikosi. Faida ni kwamba nafasi inapatikana kwa wachezaji wapya, mshahara unapungua kwa wasiokuwa kwenye mipango, na kocha anapata kikosi anachokitaka. Mwika anasema habari ni njema kabisa. Hatari ni kwamba kuondoa wachezaji wengi kunaweza kuathiri muunganiko wa timu, na mtihani mkubwa Simba na Yanga. Mtihani mkubwa unakuja hapo kwenye dabi ya Kariakoo. Hapo ndio tunasubiria bwana waoneshe makucha yao. Usajili wa Simba haupimwi kwa mechi za kawaida. Vipimo halisi ni Simba na Yanga, Simba kwenye CAF na Simba kwenye mechi za pressure za mwisho wa msimu. Huko sasa ndio tutaona kama Simba wamesajili wachezaji wazuri ambao wanafiti katika hiyo timu na ambao wanaweza wakawaletea matokeo mazuri au wakabadilisha matokeo kwa msimu huu hapa. Kwa sababu Yanga bado inaonekana kama timu ya kuigwa baada ya mafanikio ya misimu ya hivi karibuni. Simba haijashindwa sokoni. Imeonesha nia kubwa ya kurudi kileleni, lakini usajili hautoi ubingwa wa moja kwa moja. Kipimo cha kweli kitakuwa namna wachezaji wapya watakavyocheza kwenye mechi za pressure hadi mechi za pressure hasa dhidi ya mechi ya Simba na Yanga. Kwa hiyo swali ambalo linabaki kwa mashabiki ni kwamba Simba ya msimu huu ina silaha za kuiondoa Yanga au bado inahitaji mshambuliaji wa mabao zaidi ya 20 kwa msimu huu? Ni swali ambalo linabaki kwako wewe. Mwana soka Mama Paroko anasema Salome abe, nimefurahi kuona ujumbe wako Mama Paroko. Niko hapa. Okay, kwa hiyo swali ambalo unapaswa kujiuliza wewe kama mwana Simba, wewe kama mwana soka, Simba ya msimu huu kulingana na usajili ambao wameufanya na mechi ambazo tayari zimechezwa, ina silaha ya kuiondoa Yanga au bado inahitaji mshambuliaji wa mabao zaidi ya 20 kwa msimu? Basi ikiwa unajibu, drop comment yako hapo, mimi nitapita nayo na wengine tutapata kujifunza. Na kama hutaki kujibu basi vile vile ni sawa. Muda utaongea, tutapata majibu. Tarehe 12 sio mbali bwana. Leo ndio kwanza tarehe 3. Kwa hiyo hivi karibuni tutajionea kwenye dabi. Dakika ni 16 zikiwa zimeondoka baada ya kugonga 6 kamili kwa saa za Afrika Mashariki. Tugeukie katika kipengele cha fahamu mchezaji leo. Leo nimesema jamani, ni mimi na Simba. Nimewaganda Simba kama kupe. Mimi na Simba pamoja kwa umoja. Leo nitamzungumzia mchezaji huyu anayekwenda kwa jina la Ibrahim Doumbia wa pale Simba Sports Club. Simba, swali ambalo unapaswa kuanza kujiuliza kwanza ni Simba imepata mashine mpya ya mabao? Doumbia, watu wamekuwa wakitamba naye jamani, mashabiki wa Simba wanakuambia umemwona Doumbia akiwa uwanjani wewe. Ibrahim Doumbia ni mshambuliaji wa Mali
ambaye amejiunga na klabu ya Simba akitokea AS Korofina ya Mali, na taarifa za usajili wake zinaeleza kuwa amesaini mkataba wa mwaka mmoja wenye kipengele cha kuongeza muda zaidi. Mkataba aliosaini una kipengele cha kuongeza muda zaidi. Kwa nini Doumbia anazungumziwa sana? Simba ilikuwa ikihitaji namba 9 wa kweli. Na moja ya alama kubwa kwa Simba msimu uliopita ilikuwa ni kukosa mshambuliaji wa kumaliza nafasi muhimu na kutegemea sana ubunifu wa viungo na mawinga, kushindwa kufunga kwenye mechi ngumu. Kwa hiyo Doumbia ameletwa akiwa na jukumu la kufunga mabao. Taarifa kutoka kwenye soko la usajili zinamtaja kuwa alikuwa na msimu mzuri Mali, akifunga mabao 21 kwenye mashindano yote kabla ya kuhamia Simba. Jonathan anasema Doumbia aende Rayon Sport, Simba sio level yake. Okay. Haya sasa. Je, Doumbia anaweza kubadilisha nini Simba? Nguvu alizonazo Doumbia ni pamoja, ana uwezo wa kucheza ndani ya boksi, anaonekana kuwa mshambuliaji anayependa kushambulia eneo la hatari, ana nguvu ya mwili kwenye mapambano ya mabeki, na vile nguvu nyingine alionayo Doumbia ni kwamba ana kiu ya kujijenga kwenye soko kubwa la Afrika. Kwa hiyo inaweza ikawa ni miongoni mwa sababu ambazo zikamfanya akawa mzuri katika kufunga mabao. Kwa hiyo mjadala mkubwa unakuja, je, Doumbia anaweza kuwa mfungaji bora wa Simba? Inawezekana, wana Simba. Mashabiki wamegawanyika katika hili swali kwamba Doumbia anaweza kuwa mfungaji bora wa Simba. Wanaomwamini Doumbia wanasema kwamba Simba haihitaji jina kubwa, inahitaji mtu wa kufunga tu. Kwa hiyo hoja zao zinakuja kwamba Doumbia ana umri mdogo, ni miaka 20+, ana nafasi ya kukua na kuendelea kujifunza, na vile anatoka kwenye ligi ambayo imezalisha vipaji vingi vya Afrika Magharibi. Wanaompa pressure au wanaompinga wenyewe wanasema ligi ya Tanzania ina pressure tofauti na Mali, hizi ni nchi mbili tofauti. Na wanaendelea kusema kwamba mechi za Kariakoo na Kafu zinahitaji uzoefu mkubwa, na takwimu za mabao lazima zionekane dhidi ya Yanga, Azam na timu za Afrika. Mjadala mwingine mpya inaweza ikawa Doumbia na Shalulile, yani wakawa wanawaunganisha hawa watu wawili. Huu ni mjadala ambao unaanza kuchukua nafasi. Mashabiki wanakuwa wanawalinganisha hawa wachezaji wawili. Yanga wanapita Shalulile ambaye uzoefu wake mkubwa ni rekodi Afrika Kusini na amecheza mechi kubwa. Tukirudi katika klabu ya Simba, hawa wana Ibrahim Doumbia na kiu ya kuthibitisha uwezo wake, kwamba sawa ameletwa kwa ajili ya kufunga mabao na sasa anataka athibitishe kwamba anaweza kufanya kile ambacho timu imemwamini na ikampa nafasi. Na vile ana umri mdogo na anatafuta jina Afrika Mashariki. Swali kubwa linakuja, Simba imepata mshambuliaji wa mabao au imepata mradi wa baadaye? Doumbia anaweza kuwa ni mradi wa baadaye wa Simba au ni mshambuliaji tu wa mabao? Hii ni katika kile kipengele cha fahamu mchezaji, ambapo tumemzungumzia Ibrahim Doumbia, mchezaji ambaye mashabiki wamekuwa wakimzungumzia sana, aliyesajiliwa katika klabu hiyo ya Msimbazi, wekundu wa Msimbazi bwana. Tupate mapumziko mafupi. Baada ya mapumziko nitarejea kwa ajili ya kukusogezea ratiba ya mechi zinazofuata pamoja na utabiri. Mtalo Electronic and Phone Accessories ni mabingwa wa kuuza vifaa vya umeme na simu original. Tuna simu za aina mbalimbali, smartphone za kampuni tofauti, simu za button, betri za simu aina zote, earphone, majagi ya kuchemshia maji, heater, kebo za umeme, pasi, TV za saizi zote, flash, memory card, power bank, glass protector, stendi za TV na vingine vingi.
Tupo Sabasaba stendi jijini Dodoma. Wasiliana nasi kwa simu nambari 0678806382. Karibu tukuhudumie. Asante sana kwa kuendelea kuitegea sikio Imba Nasi Radio. Asante kwa kuendelea kuwa nami. Kipindi hewani ni Mambo Leo. Mr. Yepu anasema vipi kutoka Muscat, Oman. Poa kabisa. Tugeukie sasa katika kile kipengele cha ratiba ya mechi zinazofuata pamoja na utabiri, tukijikita pale Sekafa Kagame Cup kwa mwaka huu 2026. Ratiba ya mechi zinazofuata: baada ya hatua ya makundi kukamilika, mashindano yameingia hatua ya nusu fainali, na timu zilizofuzu kuingia hatua ya nusu fainali kuna Rayon Sports, kuna Al Hilal, Gor Mahia pamoja na Jamusi FC. Nusu fainali imepangwa kuchezwa Agosti 4 kwa mwaka 2026 katika uwanja wa Kigali Pele Stadium, huku fainali ikitarajiwa kuchezwa Agosti 7. Nusu fainali ya kwanza, Al Hilal Sports Club watacheza na Gor Mahia Agosti 4 mwaka 2026 pale Kigali Pele Stadium. Kesho hiyo Al Hilal watacheza na Gor Mahia. Kwa tukianza kuichambua, tukianza na klabu ya Al Hilal. Nguvu zao ni uzoefu wao mkubwa wa mashindano ya Afrika. Wana wachezaji wenye uwezo wa kucheza mechi za pressure na wanajua kulinda matokeo. Changamoto walionayo Al Hilal ni kwamba wanahitaji kuwa makini dhidi ya kasi ya Gor Mahia. Gor Mahia wana kasi, kwa hiyo inabidi wawe makini hapo. Tukigeukia klabu ya Gor Mahia, nguvu zao ni nidhamu nzuri ya timu, uwezo wa kucheza mpira wa kasi na wana uzoefu wa mashindano ya ukanda. Gor Mahia ilionyesha uwezo mzuri kwenye hatua ya makundi na kufuzu hatua ya juu. Kwa hiyo kwa utabiri wangu ni kwamba Al Hilal na Gor Mahia watakapocheza wana uwezo wa kutoshana nguvu, wakaibuka na bao 1-1. Au mchezo unaweza ukaamua kwa penalty. Kwamba dakika 90 zikaisha, hakuna mbabe, basi penalty inafanyika na wanapata 1-1. Kwa hiyo nafasi ya kufuzu, Al Hilal wana 55% ya kushinda dhidi ya Gor Mahia ambao wana 45%. Na nusu fainali ya pili ambayo watacheza Rayon Sports na Jamusi FC Agosti 4 kwa mwaka 2026 pale Kigali Pele Stadium. Tukianza na klabu ya Rayon Sports, faida kubwa walionayo klabu hii ni kwamba wanacheza nyumbani na wamepata matokeo mazuri kwenye hatua ya makundi, na vilevile wana sapoti kubwa ya mashabiki. Musa anasema kwema dada yangu kipenzi. Kwema kabisa. Kocha wa Rayon Sports alisema timu yake iko tayari kukutana na mpinzani yeyote baada ya kumaliza hatua ya makundi kwa ushindi wa mechi zote 3. Utawaambia nini Rayon jamani? Tukigeukia klabu ya Jamusi, nguvu zao ni kwamba wameonyesha roho ya kupambana. Walifanikiwa kufuzu baada ya ushindi wa bao 2-1 dhidi ya Mogadishu City kwenye hatua ya makundi. Changamoto ni kwamba kukabiliana na pressure ya wenyeji. Na utabiri, Rayon Sports wanaweza wakaibuka na bao 2-0 dhidi ya Jamusi FC. Nafasi ya kufuzu ni kwamba Rayon Sports wana uwezo wa kufuzu kwa 70% na Jamusi FC wana uwezo wa kushinda kwa 30%. Utabiri wa fainali, Rayon Sports pamoja na Al Hilal. Hii ndio fainali ambao wachambuzi wengi wanaweza kuitarajia kutokana na ubora wa kikosi, uzoefu wa mashindano, uwezo wa kucheza mechi kubwa, right? Utabiri wangu ni kwamba Rayon Sports wanaweza wakaibuka bao 1-1 dhidi ya Al Hilal na penalty zinaweza kuamua. Timu zinazotoa zenye mvuto mkubwa zaidi ni Rayon Sports wakifuatiwa na Al Hilal, Gor Mahia na Jamusi FC. Haya, tukirudi sasa kwetu sisi wa Tanzania, Simba na Singida zimetolewa. Sasa ubabe wa Sekafa unabaki kwa nani? Kwa sisi wa Tanzania jamani, kwa huzuni.
timu zetu hazijaweza kuendelea. Imeniumiza sana. Na sasa baada ya Simba na Singida kutolewa ubabe wa Sekafa unabaki na nani? Je, kombe litaenda Rwanda, Sudani au Kenya? Kwa mtazamo wako wewe unaona kombe litaenda wapi baada ya hizi timu kuondolewa? Hii ni katika kile kipengele cha ratiba ya mechi zinazofuata pamoja na utabiri. Haya, tugeukie sasa. Ni kitu gani kinachoendelea ndani ya klabu ya Simba Sports Club? Nini kinaendelea pale ndani ya uongozi wa Simba Sports Club? Kumekuwa na mijadala mingi huko kwenye mitandao ya kijamii. Mjadala mkubwa kuhusu huko Msimbazi, mabadiliko, usajili pamoja na presha ya mataji. Hivi vyote vimekuwa vikiendelea kwenye timu moja, kwenye klabu moja ya Simba. Kwa sasa mjadala mkubwa ndani ya Simba Sports Club haupo tu uwanjani bali pia kwenye mfumo wa uendeshaji wa klabu na maamuzi ya usajili na namna viongozi wanavyoijenga timu kuelekea msimu mpya. Uongozi umeendelea kufanya mabadiliko ya kikosi na kusafisha baadhi ya maeneo ili kuleta ushindani mpya. Kwanza kabisa tukianza na mabadiliko ya mfumo na uendeshaji, ni moja ya mambo yanayopewa uzito. Ni namna Simba inataka kuwa klabu yenye mfumo wa kisasa zaidi. Hoja kubwa ambazo zinajadiliwa ni kwamba, je, maamuzi ya michezo yanafanywa kwa mpango wa muda mrefu? Je, nafasi ya kocha na wataalamu ina nguvu ya kutosha? Na je, Simba inajengwa kwa kutegemea mfumo au majina ya wachezaji? Mr. Yep anasema utabiri wangu, Al Hilali atachukua kombe. Asante sana Mr. Yep kwa ujumbe wako. Baadhi ya wadau wamekuwa wakisisitiza umuhimu wa Simba kuwa na dira ya muda mrefu baada ya kubadilisha mwelekeo kila msimu. Tukigeukia sasa katika usafi wa kikosi, uamuzi wa uongozi. Uongozi umefanya mabadiliko kadhaa kwenye kikosi na kuachana na baadhi ya wachezaji ambao hawapo kwenye mipango ya msimu huu mpya. Hatua hiyo imeonekana kuwa sehemu ya kujenga timu mpya yenye ushindani zaidi. Wanaounga mkono wanasema kwamba Simba ilikuwa inahitaji damu mpya na wachezaji wasioleta matokeo walipaswa kuondoka. Vile vile, nafasi imetengenezwa kwa usajili mpya. Wanaokosoa wanasema mabadiliko mengi yanaweza kuharibu muunganiko wa timu na wachezaji wapya wanahitaji muda kuzoea presha ya Simba. Okay, Musa anasema Feitoto anaenda wapi eti dada? Feitoto yuko zake Azam, ametulia tuli kama maji ya mtungini, haendi popote. Tukiangalia jambo la tatu ni katika usajili. Uongozi umejibu presha ya Yanga. Hili ndio swali kubwa kwa mashabiki. Baada ya Yanga kuendelea kujenga kikosi chenye ushindani, Simba imeingia sokoni kuhakikisha inarudisha nguvu yake. Simba imeleta wachezaji wenye kasi, viungo wapya, washambuliaji wa kuongeza makali. Lakini swali linabaki, je, Simba imesajili kwa mahitaji ya kocha au imesajili kwa presha ya mashabiki? Unaweza kunisaidia kujibu hilo swali. Tukiangalia presha kwa viongozi, mashabiki wengi wanataka kuona majibu kwenye maneno matatu. Mataji. Simba haitapimwa kwa usajili pekee, bali Simba itapimwa kwa ubingwa wa ligi, itapimwa kwa mafanikio CAF na itapimwa kwa ushindi dhidi ya Yanga. Mfumo wa timu, mashabiki wenyewe wanataka mfumo wa timu. Mashabiki wanataka timu yenye falsafa moja. Wanataka kikosi kinachoweza kudumu zaidi ya msimu mmoja. Sio kwamba kikosi kinacheza msimu mmoja alafu baada ya msimu kuisha wanatafuta tena watu wengine. Mashabiki hawataki hicho. Wanataka kikosi kinachoweza kudumu zaidi ya msimu mmoja. Na katika uwajibikaji vile vile waweze kuwajibika vile inavyopaswa. Swali linaloulizwa ni kwamba kama Simba haitapata mataji, nani atawajibika? Nani atawajibika endapo katika huu msimu wa mwaka 2026, 2027 hawatapata mataji? Nani atawajibika?
Mo Dewji na mjadala wa mwelekeo wa Simba. Rais wa heshima na mwekezaji wa Simba, Mohamed Dewji Mo, amekuwa sehemu ya mjadala kuhusu kasi na mwelekeo wa mabadiliko ndani ya klabu. Wadau wanajadili, je, Simba inahitaji uwekezaji mkubwa zaidi? Mipango iliyopo inaleta matokeo yanayotarajiwa? Au klabu inaweza kushindana na viwango vya juu Afrika? Hayo ni maswali ambayo wadau wamekuwa wakiuliza. Yes. Na hapa naelekea mwishoni kabisa mwa kipindi hiki cha Mambo Leo. Tupate mapumziko, na baada ya mapumziko nitarejea hapa kwa ajili ya kuhitimisha kwa kukusogezea habari kwa mchana wa leo. Elisha John, asante sana, kazi yako ninaiona. Tupate mapumziko alafu nitarejea. Baba, mbona unaonekana una mawazo sana? Au umeshakumbuka nyumbani? Hapana mwanangu Kulo. Unajua mimi napenda kusikiliza redio ili nipate mahabari na maburudani pamoja na mamziki. Sasa huku mjini kwenu, mkiondoka mkaenda makazini huko, mimi nabaki na lanta nipo tu. Nawaza mengi, muda mwingine nakumbuka hadi nyumbani na mkumbuka na mama yenu. Pole sana babangu. Una redio inaitwa Imba Nasi. Nadhani itakufaa sana, maana ni furu burudani, muziki na kusali. Ngoja nikuwekea pia kwenye simu yako, uwe unasikiliza. Hii ni nzuri sana, ina vipindi vizuri sana, usikivu wake ni mzuri mno. Sasa utakuwa unafungua hapa, ukibonyeza una play tu hapa. Hii waweja sana mwanangu. Hapo safi sana, acha niburudike sasa na mawazo yote gashilaka. Asante sana kwa kuendelea kuitegea sikio Imba Nasi Radio. Asante kwa kuendelea kuwa na mimi. Bariki anasema wamwache, anajua kucheza. Simba anacheza namba ngapi? Nani tena huyo? Benjamin anasema ni kawaida tu kutoka Simba, maana tarehe 8 na tarehe 12 mapumziko hakuna hata kidogo. Wacha tuone. John anasema Salome, msiwakosee sana wazee wa Inya mpaka tuwashone tena. Endeleeni tu kuwasifia. Anataka tuendelee kuwasifia. Wasishtuke. Sifa ziwaponze. Haya bwana, tugeukie sasa katika kile kipengele cha habari kwa mchana wa leo. Na wajumbe wawili wa kamati ya utendaji ya klabu ya Yanga kwa awamu iliyopita wameshindwa kufua dafu katika uchaguzi mkuu wa klabu hiyo uliofanyika Jumapili ya Agosti 2 mwaka 2026 katika ukumbi wa The Superdome Masaki jijini Dar es Salaam. Wajumbe hao ambao wameshindwa kutetea nafasi zao ni Saif Gulamali na Roger Gumbo. Katika uchaguzi huo ulishirikisha wagombea 15. Gulamani na Gumbo, kura zao hazikutosha kuwafanya wamalize katika nafasi ya 5 ya kuingia katika kamati ya utendaji. Gulamali ambaye pia aliwahi kuwa mbunge wa Manonga alipata idadi ya kura 422 huku Rogers Gumbo akipata kura 327. Wakati Gulamali na Gumbo wakikwama, Alex Ngai, Yanga Makaga na Munir Said wametetea nafasi zao. Agosti 6 mwaka 2026, klabu 6 zitakazowakilisha Tanzania katika mashindano ya klabu Afrika msimu wa mwaka 2026-2027 zitafahamu wapinzani wao katika hatua za awali za mashindano hayo msimu ujao. Simba, Yanga na KVZ zitafahamu wapinzani wao katika ligi ya mabingwa Afrika na katika kombe la shirikisho Afrika. Azam FC, Singida Black Stars na KMKM zitawajua wapinzani wao. Tukio hilo la draw ya hatua za awali za mashindano hayo limepangwa kufanyika katika makao makuu ya shirikisho la mpira wa miguu Afrika CAF yaliyopo Cairo pale Misri.
Manchester City inajipanga kuwasilisha kwa kushtukiza ofa kwa ajili ya winga wa Chelsea Pedro Neto anayekadiriwa kuwa na thamani ya pauni milioni 70. Neto mwenye umri wa miaka 26 amekuwa akihusishwa na uwezekano wa kuondoka Stamford Bridge msimu huu wa usajili. Kuhamia Manchester City kutamkutanisha tena na aliyekuwa meneja wake ndani ya Chelsea Enzo Maresca, ambaye kwa sasa anainua timu hiyo akirithi mikoba ya Pep Guardiola. Klabu ya Young Africans inatarajia kumtambulisha mchezaji wake Peter Shalulile leo saa 5 kamili usiku. Yanga bado hawajamaliza usajili, bado mchezaji mmoja Omar Kamara anatarajiwa kusajiliwa na klabu ya Young Africans. Simba watacheza mechi ya kirafiki kesho dhidi ya Al Merrikh ya pale Sudan. Na rasmi Simba watacheza na watacheza na timu ya Polisi Kenya siku ya Simba Day. Simba wameipania dabi dhidi ya Yanga. Je, watatoa ubingwa siku hiyo? Azam FC wanazidi kujifua kule Rwanda. Wamepania kuondoa utawala wa Yanga na Simba kwenye ligi. Watafanikiwa? Farid Musa amejiunga na klabu ya Coastal Union. Na Singida wamesharejea Tanzania leo, wanaanza maandalizi ya msimu ujao kwa kishindo. Hizi ni habari ambazo nimekusogezea kwa mchana wa leo. Felista anasema wow, pole na majukumu dada. Asante sana, nashukuru sana Felista. Benjamin anasema karibu sana Lulembela dada, tule chakula cha mchana. Asante sana Benjamin. Nikushukuru sana kwa wewe ambaye tumekuwa pamoja tangu pale nilipoanza kipindi hiki hadi muda huu hapa. Tayari nimekusogezea vichwa vya habari vilivyopewa uzito huko kwenye mitandao ya kijamii vinavyotrend huko. Nimekusogezea uchambuzi wa mechi na nimekusogezea takwimu za wiki pamoja na ripoti ya uhamisho. Tukakamilisha lisala kwanza la mambo leo kwa Jumatatu ya leo 6 kamili, tukasali pamoja sala ya malaika wa Bwana. Tukageukia katika kile kipengele cha mjadala wa siku, ambapo mjadala wa leo ulikuwa unasema usajili wa Simba Sports Club, usajili wa Simba Sports Club umefanya kazi. Tukauchambua hapo. Baada ya hapo nikakusogezea fahamu mchezaji, nikakusogezea ratiba ya mechi zinazofuata pamoja na utabiri, na nikakusogezea habari za michezo kwa mchana wa leo. Fadhili anasema vipi Simba na Mayele? Mayele hayuko Simba jamani. Mayele amesha saini huko. Mayele yuko wapi tena jamani? Nishajibu hili swali jamani. Mayele amesaini mkataba wa miaka 2 Al Ahly Tripoli ya pale Libya. Amejiunga na klabu hiyo mwezi Julai mwishoni mwaka 2026. Na mkataba wake ni hadi Juni mwaka 2028. Huyo ni Mayele, na ni kama kuna kijembe Mayele aliwapa vijembe, aliwapa kijembe kwa kuambia baada ya kusikia anahusishwa sana na klabu ya Simba, akasema kwamba hamwezi kumlipa. Tugeukie sasa tuangalie majibu ya swali la leo pale YouTube, ambapo swali limeuliza kwamba tatizo kubwa la Simba Sports Club kwa sasa ni lipi? Ni uongozi na maamuzi, ni ubora wa wachezaji, ni bajeti na uwekezaji, au ni mfumo wa kocha? Waliosema tatizo lililoko Simba kwa sasa ni uongozi na maamuzi ni 60%. Waliosema ni ubora wa wachezaji ni 20%. Waliosema ni mfumo wa kocha ni 13%, na waliosema ni bajeti na uwekezaji ni 7%, na kura zilizopigwa ni kura 30. Kwa hiyo wengi wamesema tatizo lililoko Simba kwa sasa ni uongozi na maamuzi. Fadhili anasema Feitoto naye Fei yuko Azam, na msemaji wa klabu ya Azam Hashim Ibwe alisema kwamba hakuna klabu iliyojitokeza kwenda kuzungumza kwa kumhitaji Faisal. Kwa hiyo kama wataenda kila kitu kitakuwa wazi, lakini kwa sasa Faisal yuko zake Azam, katulia tuli kama maji ya mtungini.
Nikushukuru sana kwa wewe ambaye tumekuwa pamoja tangu pale nilipoanza kipindi hiki hadi muda huu hapa. Nikukumbushe kwamba 7 kamili tutajiunga na DW Swahili kwa ajili ya kupata habari na makala mbalimbali. Nukuu ya leo inasema kila mapambano yana zawadi yake. Kila mapambano yana zawadi yake. Muda wote huu ulikuwa na milangu, jina ni Salome Mlaini. Kutakiwe na mchana mwema, siku njema yenye baraka na mafanikio tele, na kupenda sana. Kwaheri kwa sasa. Bye bye.